Karibu sana ndugu na jamaa na marafiki wote ambao mnasikiza Baraka1 TV. Tupo tarehe 22 na ni mwezi wa 6 2025. Huu mwezi unakimbia sana. Mwezi kuna speed sana na ni mwezi wa independence, ambako tarehe 30 za mwezi wa 6 tunasherehekea independence ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibuni sana. Kongo inakwenda kupata ushindi mkubwa kwa level ya kimataifa. Donald Trump ameweza kuzungumza kuhusiana na vita ya DRC na Mark Rubio. Kiswahili hakina mfupa bwana. Lakini mfupa Mark Rubio ambaye ni mshauri wa masuala ya Afrika. Ni secretary d'etat wa Etats-Unis. Serikali ya Marekani imeweza kuzungumzia swala la DRC ambako mkataba utasainiwa huu mwezi wa 6, sababu amekwisha kusaini tayari vipengele vya awali, na kesho tarehe 23, licha wengine wanajifanya kugonjwa wanafanya kufa, sijui ajikufishe nini papa. Hata ukijikufisha kwamba unakufa, utakuja kusinye tu. Hiyo ni moja. Pili ni kwamba nitazungumzia hili swala la kitengo cha haki za binadamu cha Umoja wa Mataifa. Kimeweza kuzungumzia mambo mengi mazito ambayo yamefanyika kwenye uwanja wa vita. Unajua sisi wakati tuko tunapigana huku, kuna watu ambao hawajui zile sheria za kimataifa za vita. Unajua vita inakuanga iko na sheria zake. Watu waliweza kukaa chini ndani ya Umoja wa Mataifa na wakatengeneza sheria za kivita. Tunaweza kupigana, ndio tunapigana nchi kwa nchi, lakini tusiviole haki za binadamu. Mara mingi vita zinahusishana na serikali dhidi ya serikali, ama kikundi cha watu dhidi ya serikali, lakini tusiviole droit za watu, haki za binadamu. Na kuna makosa ambayo sisi tumeyafanya. Kwa baadhi ya vijana wetu wa kizalendo wamefanya makosa, na wao pia walitajwa ndani ya hii sheria, ndani ya hii report kamili inatoka mwezi wa Septemba. Umeelewa? Lakini pia na wenyewe wametajwa ndani ya ripoti hii. Kuna mahalifu, kuna makosa ambayo walikuwa wanayafanya, lakini asilimia kubwa ya hii ripoti imewagusia M23, kwanza jinsi walikuwa wako wanafanya kwa ajili ya kunyanyasa raia. So haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuweze kuyajadili kwa makini sana ndugu zangu. Huko ndani mna mambo mazito. Sikukupatia yote, na bahati nzuri nimetafsiri yote kwa Kiswahili. Sikukupatia yote, nimekupa kidogo tu kwenye habari za moto za asubuhi. So itabidi usikilize yote. Hii ripoti inasema nini? Kiongozi wa haki za binadamu ndani ya Umoja wa Mataifa anazungumza nini juu ya hili swala? So unajua kama ni swala nyeti sana. So swala la kukamateka mzamza. Ndio ile ambayo nilikuwa naambia vijana wetu wakati tupo kwenye shamba la vita, to make sure kwamba tunajikomporte kama vile watu wenye kuelewa haki za binadamu ni nini. So karibuni sana. Haya ndio mambo ambayo tutaiongelea. Tuongelea hiyo sasa hivi. Usahau tu kwamba tuko saa 6. Na hii ni Baraka1 TV ambayo uko unaisikiliza kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Niseme tu kwamba leo tuko na nafasi kubwa nyingine ambayo na usisahau pia Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Kwa hiyo una wajibu wa kuungana na Baraka1 TV kwa ajili ya kuweza kuendeleza hii operation. Ni jambo la heri sana. Sasa mimi nisichukue muda mwingi sana nikupelekea haya mambo. Serikali ya mataifa, serikali ya mataifa, serikali ya Marekani kupitia Mark Rubio
ambaye ni Secretary d'Etat wa Nations Unies wameweza kuzungumza na Rais wa Marekani Donald Trump na kusema kwamba mikataba ambayo iko inatarajiwa itafanyika tarehe 27 za mwezi wa 6 2025. Ilitakiwa iende tarehe za katikati 23 ama 27 ama iwe ni mwezi wa 7 kabisa. Lakini Rais wa Marekani Donald Trump ameweza kuzungumza hayo tarehe 20 kupitia mtandao wake wa X, na ameweza kusema kwamba Secretary d'Etat wa Nations Unies ambaye ni Marco Rubio wameweza kufanya kazi nzuri sana na kwa mazungumzo ya awali wakishirikiana na kundi zote mbili, DRC pamoja na Maison Blanche na Rwanda pia, ili kuweza kuweka haya mambo ya kae sawa, ambako tarehe 23 ndiko utakwenda kusainiwa mkataba kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Mkataba ambao utasainiwa unaipa kipaumbele sana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ndio maana uko nakuta viongozi wa Rwanda wako wana hesitate kwenda kusaini huu mkataba, sababu wanajua kwamba wao hawatanufaika kitu. Ni mkataba ambao utahusishana na amani ya kudumu, huku DRC ikifanya mikataba ya uchimbaji wa madini pamoja na kampuni za Marekani na nchi ya Marekani, kwa sababu ili kupata amani ya kudumu inabidi makampuni pia yaweze kuinvest. Makampuni yaweze kuinvest sema ambako kuna vurugu. Kwa hiyo ni lazima kwanza amani iweze kuwa hayo maeneo, ndiko makampuni yaweze kufanya kazi. Na amani inakuja baada ya makundi yote ambayo yanashikilia silaha yaweze kuondoka, kisha ndio makampuni yaweze kuja kuinvest. Kwa hiyo Marekani imelivalia swala hili njuga, na Donald Trump jinsi anavyoonekana ni lazima amani irejee mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na habari njema tu yenye iko ni kwamba hawa viongozi wa M23 wakina nani wote wataingia mu service national. Unaona Nanga iko nafanya mateni ba Makenga, ba Arimaji, ba Bya Mungu, ba Bertrand Bisimwa, bale wote ndugu zangu, wala msijali sana. Nimepata message zenu nyingi mnasema haiwezekani bajiunge mu FARDC. Ndio serikali ya Kongo ilikataa katu kuungana na hawa watu. Kenye kitafanyika hapa ni nini? Narudia tena, kenye kitafanyika ni cantonnement. Watu wa M23 wote watakuwa identifié. Sawa, kwenu outi wapi, ubotami wapi, kombo na yo nani, kombo ya papa na yo mama na yo nani, uzaleki ya nani. Sawa, utanga klase nini, utanga wapi, uzana niveau nini ya etid. Après kolobela biloko tuwana, epui bakozwa yo, batuni yo, sikoyo ukosala nini, ukozonga na vie ya kisivil, tout bien okokende kaka na formation militaire. Tout elewana pale. Hao wanasoro bila ba Kongole. Bango ba huyo ba demissionaki na gouvernement, batika ki gouvernement bakendaki ko rejoindre banani banguna wana ba M23. Siko bango nde tokotuna bango ba mituna wana. Et puis tutie bango na formation. Soki ozalaki colonel, ozalaki major general, il faut kaka okota na mulongo. Wana de condition moko makasi ba ukanga ngote. Aone? Wakati wanawauliza vile juu ya kuwafanya PDDRCS, reinsertion nini mu society mu community. Unaona? Na wale wenye watapenda kutumikia taifa wataingizwa makazi za kawaida sana. So hawatakuwa wako na lepoa. Ndio kitu kiko kinawaumiza wakina Arimaji na watu wengine wa M23. Wote ambao walienda kujiunga na M23, kichwa kiko kinabaluma. Kichwa kinauma. Nanga kichwa kinachanganikiwa, anajiuliza aende wapi, afanye nini. Mambo yanaharibika. Unaona? Mambo yanaharibika. Kesho tunasinye mikataba. Selon Rais wa Marekani. Kesho tunasaini mikataba. Shida ndugu zangu. Kesho tunasaini mikataba. Kwanza mimi naona hivi
hiki kipindi cha pointi yetu ya pili kuhusiana na jinsi pia M23 ina bano ko na Umoja wa Mataifa tutazungumza saa 9. Ngoja nimalizie kwanza hii hapa, maana mizuka iko inapanda na muda ni mfupi, tumebakiwa na dakika kama ni 4 tu hivi. Tumalizie hii hapa. Hii tutazungumza saa 9. Ni kwamba wakina M23 wanabanwa, wanakabwa ko, wanajiuliza watafanya nini. Wale wote ambao walikuja kujiunga na M23 wakiwa wanategemea ile system ya zamani ya mixage, banakuwa wanafanya mamanyanga yabo, banaua watu, wanafanya nini, kisha reconciliation. Kumbe ile yote ilikuwa inafanyika ni juu ya nini? Ni juu ya utawala wa Kabila, Hippolyte Kanambe, ambaye plan ilikuwa ni ya kwake. Ulisikia kwenye habari za moto za asubuhi, FARDC anasema sisi tuko tunaenda kupigana, tuko tunauisha watu wanakufa. Rais mwenyewe wa zamani alikuwa na pigana, kumbe ilikuwa ni farce sambla. Na sio yeye tu ndo anasema, kamanda wengi, makamanda wengi wa FARDC wanakuja kuelewa ile swala. Ndio unajua kwamba vitu vingi viko vinakuja vinajibua na kuanza kuelewa realite ilikuwa, kumbe tulikuwa tunaficha, tuko nyuma sana. Unaona? Sasa hivi ndio ukweli wote tunakwenda tunaujua mmoja baada mwingine. Ushelewa ndugu zangu. Kwa hiyo Wakongomani wana raha sasa hivi. Serikali ya Felix bwana, kwa upande wa diplomasia na mama yetu, dada yetu Therese, antuka wako vizuri. Kwa diplomasia hii, kama ile mavoyaji yake yote ilikuwa ni juu ya kutafuta hii hapa, leo tunakwenda kuona. Jamani, kitu kizuri tukiseme. Tuseme licha biko na mapungufu zao zimoya, lakini kwanza kwa hii ambayo iko nafanya. Rwanda iko kwense. Leo Kagame kama anakufa, anafufuka, anafufuka. Pressure kubingi inapanda na shuka. Bwana, ni vitu gani? Bali sinye nani balikwepa kusinye mikataba kwanza ya Lekenz. Kwa achana na Lekenz. Balikwepa kwanza Nairobi, bakwepa Rwanda, bakwepa tena hapa Lekenz ya hii mwezi ya hii mwezi hapa inaisha. Kagame haonekani, insemene desmen leo hii haonekani. Nafasi yake inachukuliwa na waziri mkuu. Mara nini? Marekani imemwambia mtasaini tu mkataba. Lazima tupate amani DRC. Ushelewa? Kumbe Mungu wa Kagame, Mungu amsamehe, Mungu amrehemu kwamba kwa ameenda. Iko na matatizo ya kichwa. Iko na matatizo ya ubongo, kwa hiyo tumuelewe. Unajua mtu akiwa na matatizo ya kichwa ni hivyo. Ndio maana iko nafanya vitu ambavyo havieleweki. Unaelewa? Na siku zote mtu mwovu huwa anaisha vibaya. Wanasema kwamba malipo yanakuwaga ni hapa duniani. Hii sio, mimi huwaga naamini sana. Utafanya mwenzako mabaya, usitegemee kwamba utakufa bila na wewe kurudishwa mabaya. Hata siku moja lazima atakurudia hapa. Sababu ukishakufa mbinguni hautaona kitu. Unaona? Mabaya yote ni hapa chini ya jua. Na ndio mabaya yote ambayo M23 wameyafanya wanayakuta hapa. Watu walikimbia wakaenda kujiunga nao. Leo wataishia wapi? Vita inaisha, hakuna vita tena. Ndugu zangu, wala msiogope, hakuna vita tena, vita inaisha. Na wote ambao walijiunga na M23 kutegemea watapata maposte, hakuna kitu. Unaona? Jana tulimsikia Bintu Keita, sijana anasema je leur avais dit de quitter, de cesser. Sawa, kuondoka na kuacha immédiatement ma hostilité. Na kuondoka ma territoire occupé zote. Vous devrez respecter l'ordre donné par l'ONU, par les Nations Unies, de quitter et de cesser les hostilités. Non, ne? Na pia RDC nakwenda kuingia kwenye level yake ya kimataifa sana. Kama tumesikia habari za moto za jioni, jana jioni, ndugu yetu anakuambia sasa hivi DRC inaanza kuonesha sura mpya ya kuingia kwenye ulimwengu mpya. Sababu na sisi ni miongoni mwa zile nchi 16 ambazo ziko wana member wasiokuwa wa kudumu wa Baraza la Umoja wa Mataifa, ambao tuko
tunakata na si kesi za nchi zingine. Unaona? Na sisi tunasema Iran hapana, acha hivyo. Usipige sana nani Israel bwana, utamwangamiza. No, Israel no, acha kupagia. No, tunapangia watu na sisi kazi za kufanya mmoja mataifa. Kwa hiyo DRC ishakuwa na sura nyingine mpya na inakwenda kufunguka na itafikia hatua ambayo uko mbele utakuwa ni kuzuri zaidi. Kwa hiyo kwa haya mafupi dakika zetu 16 hizi ambazo tunamalizia hapa, ndio habari ambayo tuko nayo kwa saa 6 hii. Kesho tunasaini mikataba na Marekani na Rwanda, Selo Trump, na pia wahalifu wote wa M23 ni kutapatapa. M23 wanatapatapa, hawana pa kukamatia, hawana cha kufanya, hawana pa kutokea, wanakabwa ko. RDC ina triumph, RDC inapanda juu, RDC inashinda vita, FRDC inaganyege. Wazalendo bravo, kazi kubwa ambayo mmefanya. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga na ni Baraka1 TV. Tutana ni majira ya saa 9.